kama hizi, na hii inawapelekea wengine kupoteza haki zao za msingi kwa sababu hawana nauli. Kwa Mheshimiwa Naibu Spika, naomba sana Wizara ya Sheria na Katiba watenge fedha kwa ajili ya ujenzi wa mahakama za mwanzo katika wilaya mbalimbali. Lakini lingine nipende tu kusema Mheshimiwa Spika, tumeona malalamiko, watu wanalalamika juu ya mabadiliko ya sheria mbalimbali za juu ya masuala nzima ya uchaguzi. Mwaka jana ilikuwa mwezi wa kwanza kwenda bunge la mwezi wa pili, Mheshimiwa Rais aliruhusu mabadiliko ya sheria za uchaguzi na tukakaa hapa, lakini pia ikatangazwa Tanzania nzima, wakaitwa wadau, wakaja wengine hapa bungeni katika ukumbi wa Msekwa kutoa maoni juu ya namna gani tunaweza tukafanya chaguzi zetu na zikawa bora. Tumeweza kubadilisha, tumefanya mabadiliko ya sheria 3 za uchaguzi. Tulikuwa na sheria, tumetengeneza sheria ya Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, tumetengeneza sheria ya uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani, lakini tumetengeneza sheria ya vyama vya siasa. Mheshimiwa Naibu Spika, malalamiko yalikuwepo, na hasa malalamiko ambayo yalikuwa yakilalamikiwa mengi yalikuwa yakihusu wakurugenzi kusimamia uchaguzi. Malalamiko yalikuwa ni wajumbe kuteuliwa na rais. Malalamiko yalikuwa jina la tume, na bahati nzuri kamati, na mimi nikiwa mdau katika kamati ile, wadau mbalimbali, vyama vyote vya kisiasa vilishiriki na wakatoa maoni yao katika kuboresha sheria hizi. Na tumeona katika sheria za uchaguzi ambao tulienda kubadilisha, tukabadilisha kwanza, walisema jina la tume lenyewe tukabadilisha. Sasa hivi inaitwa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Ambao walikolalamikia wanasema hili jina halipo sahihi, tulifanya liwe hivi, tukakubali, tukalibadilisha. Ambao walikuwa ni ombi lao, lakini pia wakasema wakurugenzi na wao pia wasiwe sehemu ya kusimamia uchaguzi. Na yenyewe tumebadilisha, sasa hivi tumeweka waandamizi, maafisa maandamizi kutoka katika halmashauri watakuwa wasimamizi wa uchaguzi. Manake zote ambao malalamiko yao tumefanyia maboresho. Lakini pia walalamikia juu ya wateule katika ile tume tume huru katika wale wanaosimamia uchaguzi. Katika malalamiko yao wasema wote walikuwa wanachaguliwa, na ni kweli kwa utaratibu wa sheria ya uchaguzi wajumbe wote walikuwa wanateuliwa na Mheshimiwa Rais. Lakini katika maboresho sasa wajumbe karibu wote sasa hivi wanapitia kwenye usaili. Wajumbe karibu wote wanapitia kwenye usaili. Na wanapitia kwenye usaili, nani anasimamia usaili wao? Wanaosimamia usaili wa ile kuwapitisha wajumbe kwenda kusimamia uchaguzi wanasimamiwa na Jaji Mkuu wa Tanzania. Ndio wanawasaili watu wanaotaka kwenda kusimamia kuingia kwenye Tume ya Taifa ya Uchaguzi. Mjumbe mwingine ni Jaji Mkuu wa Zanzibar. Kwa tuna Jaji Mkuu wa Tanzania, tuna Jaji Mkuu wa Zanzibar, na tuna mwenyekiti wa haki za binadamu. Naye ni mjumbe katika wale ambao wanakaa kuwasaili wajumbe watakokwenda kuwa katika wajumbe wa Tume ya Taifa ya Uchaguzi. Kwa hiyo unaweza ukaona watu hawa wana uzito, na mjumbe mmoja anateuliwa na rais. Kwa hiyo hawa watu 4 wanafanya usaili ya wajumbe kwenda kuingia kwenye Tume ya Taifa ya Huru ya Uchaguzi. Kwa hiyo unaweza ukaona hawa wanaofanya usaili kwa nyadhifa zao, Jaji Mkuu, nani anamtilia mashaka Jaji Mkuu? Nani anamtilia mashaka Jaji Mkuu wa Zanzibar? Ni watu ambao wana weledi mkubwa. Nani anamtilia mashaka mwenyekiti wa Tume Huru, mwenyekiti wa haki za binadamu? Nani anamtilia mashaka? Hawa ndio wanakaa wanapitia kuwafanyia usaili wajumbe wote, hata wale ambao hata mwenyekiti na makamu mwenyekiti wa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi wanasailiwa wanapitia kwenye hii tume, wanapelekwa kwa Mheshimiwa Rais kuchagua katika wale waliopita kwenye hii tume ya usaili, ambayo yuko Jaji Mkuu wa Tanzania, yuko Jaji Mkuu wa Zanzibar, yuko mwenyekiti wa tume za haki za binadamu. Hasa Mheshimiwa Mwenyekiti, vyama vyote vimeshiriki. Leo kinaibuka chama wanasema mtu amechaguliwa juzi kuwa tu mwenyekiti, anasema hatuendi kwenye uchaguzi. Hatuendi kwenye uchaguzi, tufanye nini? Tuvunje katiba yetu? Katiba inasema nini? Katiba inasema kila baada ya miaka 5 tufanye uchaguzi. Sasa miaka 5 imeisha, Mheshimiwa Naibu Spika. Leo tuna hili bunge ni la mwisho, na hapa zimebaki siku chache tuende kwenye uchaguzi. Mtu anasema tubadilishe katiba. Tubadilishe katiba kwa bunge gani? Sababu wabunge tuliomo muda wetu umeshaisha. Ili tuweze kutengeneza katiba inayotakiwa na Watanzania, maana yake tuende kwenye uchaguzi 2025. Tutakaporudi tunaweza sasa tukatengeneza au tukaanza kuunda
inaitwa bunge la katiba. Ile bunge la katiba ndio ambalo litaenda kujadili masuala yote ambayo tunahitaji mabadiliko. Kwa hiyo ni waombe ambao wanatembea huko wanasema tusiende kwenye uchaguzi, maana yake kwanza tunavunja katiba yetu wenyewe, ambayo ni dhambi kubwa tunapotaka kuitenda. Katiba inatuambia tufanye uchaguzi kila baada ya miaka 5. Sasa sisi hapa tunaenda kuexpire muda wote. Sasa tunaendaje kutengeneza utaratibu mwingine ambao uko nje ya utaratibu wa katiba? Kwa hiyo ni waombe na Watanzania wafahamu kwamba wabunge ndio wana jukumu la kutengeneza hayo maoni, na kwa sababu sisi wabunge muda wetu umeenda kuisha, tuombe Mwenyezi Mungu atujalie tuweze kurudi. Tukirudi tena hapa tutengeneze utaratibu wa kuwa na bunge la katiba, maoni yakachukuliwa kwa Watanzania, yaje yachakatwe na baadaye yapitishwe kama Watanzania wataridhia katika yale ambayo watu wanahitaji. Lakini kwa sasa hivi mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi, na kwa sababu ni mwaka wa uchaguzi tunaenda kwenye uchaguzi, na niombe Watanzania wote tujitokeze kwenda kupiga kura, kwenda kuchagua wabunge na madiwani, lakini pia kwenda kumchagua rais, ili sasa jukumu lingine la mabadiliko ambayo tunayahitaji ama wanahitaji yataenda kupitia kwenye mchakato ambao ni rasmi. Lakini tukisema tu tufanye sasa hivi, tunavunja katiba yetu. Lakini pia Mheshimiwa Naibu Spika, ni nani anakubali kutenda dhambi hii? Tukiweza kutenda dhambi hii tukaenda kienyeji, tukajiongezea muda pasipokuwa na kufuata utaratibu, katiba imeshatuambia ukomo wetu ni miaka 5, tukaenda kujivunjia kwa sababu tunaamua tu wenyewe kwamba tuongeze muda, tujitengenezee mazingira, manake tuna miaka mingine tujiongezee miaka 2 hapa, ambako kimsingi tunavunja katiba. Leo lazima tuchaguliwe, turudi, halafu ndio utaratibu mwingine uweze kufanyika. Kwa hiyo niwaombe sana wale wote ambao wanahitaji kutengeneza mabadiliko wanayoyataka, ni lazima tuende kwenye uchaguzi ili tuweze kupata sasa yale mabadiliko mengine ambayo watu wanahitaji. Tofauti na hapo itakuwa ni jinai, tofauti na hapo ni uasi kwenye katiba yetu na uvunjaji wa katiba. Mheshimiwa Naibu Spika, maana yake tukitenda kosa hili, kesho kutukutwa mtu atakuja kutokea tu aamua kae kwenye madaraka hapa miaka 20 au miaka 100, kwa sababu si katiba tunaichezea. Ni lazima tukiheshimu. Huu ndio msaafu wetu sisi wa Tanzania wote, na msaafu huu ndio unaotuongoza tutafanyaje kazi zetu, ajira zetu zitakuwaje, tutafanyaje masuala ya uchaguzi, na viongozi watapatikanaje kuanzia ngazi ya kitongoji, ngazi ya kijiji, ngazi ya kata, mpaka level ya ubunge pamoja na rais. Kwa hiyo huu utaratibu ni lazima tuheshimu, na ni lazima kama kuna masuala ambayo yanahitaji maboresho, maana sisi wa Tanzania tuna desturi zetu, tunakaa tunazungumza, kama ambavyo Mheshimiwa Rais alivyoruhusu mabadiliko ya sheria za uchaguzi, kama ameweza kuongeza wajumbe ambao sasa hawateui yeye, katika wajumbe 9, wajumbe 7 hateui yeye, wajumbe wote wanapitia kwenye usaili wa jaji mkuu wa Tanzania, wanapitia kwa jaji mkuu kiongozi, wanapitia kwa mwenyekiti wa tume za haki za binadamu. Unataka tuwatoe wapi hawa wajumbe tofauti na hawa watu wakubwa, tofauti na hawa wabobezi wa sheria? Kwa hiyo Mheshimiwa Naibu Spika, niwaombe ndugu zangu na Watanzania kwa ujumla kwamba tufuate utaratibu, na tunaamini kwamba jambo hili tutavuka salama, na nimpongeze sana Mheshimiwa Rais kwa kuwa na utayari kuhakikisha kwamba tutakwenda kwenye uchaguzi mwaka huu, kwa sababu hana tamaa hiyo. Amesema tutafanya uchaguzi mwaka huu ili Watanzania wachague rais wanayemtaka, wachague mbunge wanayemtaka, wachague madiwani wanayotaka, ili kazi iweze kuendelea. Baada ya kuyasema hayo, Mheshimiwa Naibu Spika, na kupongeza wewe, lakini pia nampongeza na Mheshimiwa Waziri kwa kutupa mialiko sisi kwenda kule Moroko. Huu mwaliko Mheshimiwa tunaojua tumeupokea, japo fainali ya mchongo, lakini tunapokea na tutashiriki. Mheshimiwa, asante sana, naunga mkono hoja. Mheshimiwa Saputu. Habari hii inatokea jijini Arusha, inahusiana na hoteli ya kimataifa ya Parrot Hotel. Hoteli hii ina hadhi ya nyota 4 ya ukweli iliyopo Kaloleni jijini Arusha. Jengo lake ni la ghorofa lenye floor 13, vyumba 116 vya kulala vyenye hadhi tofauti. Hapa kuna executive suite, junior suite, executive, standard bedroom, double deluxe na twin bedroom. Parrot Hotel ndani yake ina migahawa miwili. Mmoja ni maalum kwa ajili ya
kupata kahawa za aina zote. Sehemu ya pili ni ya kupata chakula pekee. Hapa kuna bar maalum yenye swimming pool iliyopo floor ya 3. Kuna kumbi za mikutano kubwa 2 na kumbi ndogo kwa ajili ya vikao. Katika Afrika Mashariki, Parrot Hotel kwa sasa ni hoteli ya mfano kutokana na ubora wa huduma zake.